Ukiona hilo tunakwamba sisi tumekuwa wa kwanza, tena kuja kitu kingine cha kuwakutanisha wanafunzi, wachezaji wetu nyota, wakutana na taasisi yao na kuanza kuendeleza. Kwa nini? Kwa sababu ndio mara kila kitu sisi tunakuwa wa kwanza kufanya. Naamini baada ya tukio hili kuna taasisi zingine pia zitakuja kitu kama hiki, lakini kwa mlengo tofauti. Kwa ndugu zangu wanahabari, niwaombeni sasa kwamba kama alivyosema mratibu, target yetu kubwa kupata pesa kwa ajili ya ukarabati viwanja vyetu vya Alliance, lakini pili timu ziweze kutoka hapa zilipo kwenda sehemu nyingine. Na kwa nini timu? Kwa sababu kama ikienda kubaki kwenye first league hapa ilipo, maana yake hatutakuwa na timu za under 20 ambazo zitafanya vijana wengine ambao mheshimiwa aliwaacha kwa lengo la kuwatoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hawataendelea kwenda. Watabaki pale pale na watakuwa kimaliza, watakuwa wanarudi nyumbani kwao na wengine kupoteza vipaji vyao ambavyo walitakiwa vije kuwaibua, kama kina Novatus Dismas, na Israel Mwenda, kina Martin Kigi engineer kati anafika alikuwa mtu mdogo sana, kina Hans Masud. Wale kama Alliance singekuwa na muendelezo wa kuona mbali, kuona kesho, leo msingekuwa mnafahamu. Kwa tukipata zile pesa ambazo tunazitarget kama club ama kama uongozi kuelekea tukio, na kitu tunaamini itaenda kuwafanya wengine watoke sehemu hiyo waliopo kwenda sehemu ya juu zaidi, ili wengine pia waje kuitumikia Alliance na timu zingine. Lakini pia itakarabati sehemu ambayo ndo inatakiwa namba moja kanuni mwe nayo, namaanisha uwanja. Ule uwanja target ya club chini ya manager na mratibu ni kwamba huo unatumika hapa. Yaani wana Maina na wana Mwanza pia wengine waje kushuhudia mechi hapa katika viwanja vya Alliance. Sasa hatuwezi kupata pesa bila kutumia vitu kama hivi. Na bahati nzuri wanafunzi wa Alliance ambao wamesoma Alliance na wachezaji wa Alliance ni waelewa. Wameona mmoja kutoa mchango itakuwa ngumu. Lakini wao kutumia vipaji vyao, kutumia kile ambacho wamekipata kutoka Alliance, kitasaidia kupata fedha ambayo tunahitaji ili kufikia target ya malengo ya uongozi. Kwa hiyo niombeeni wanahabari, kutoka sasa na ninapozungumza hivi sasa, sisi tukae mabalozi wazuri wa kulipush hili jambo kuhakikisha linazungumzika. Imewekwa mwezi wa 7 tarehe 9 kwa sababu kwanza wachezaji wengi wanapatikanika kiurahisi. Lakini wachezaji wengi wanakuwa hawajarudi makwao. Mtu kama Novatus atakuwa bado yuko Tanzania. Na wengine ambao wanajiandaa na pre-season ya ligi kuu, sisi tuko kwenye mpira tunajua watakuwa bado haijachanganya. Kwa hiyo tutakuwa tunapata kiurahisi. Tofauti na hapo ni ngumu kuwapata kwa sababu mashindano bado yanaendelea. Kuna timu ziko kwenye mashindano mpaka hivi sasa. Nyinyi wana michezo mnajua. Lakini hii itaturahisishia pia kuwapata kwa urahisi. Ndio maana imewekwa mwezi wa 7. Na bahati nzuri itakuwa kama kalenda. Kila mwezi wa 7 mwaka ambao tutakuwa Mwenyezi Mungu ametupa kibali cha kuwepo, utakuwa kuna bonanza, kuna hiyo Alliance Day. Siku hiyo ninyi mnaiunga mkono Alliance Day kwa kuwa na mechi kati ya waandishi wa habari wa Mwanza wa upande wa kike na staff ya Alliance, wa kiume na staff ya Alliance. Na mimi nafikiri kupitia hili mwenyekiti kwa sababu ni kapteni wa timu ya hapa na wenyewe wataanza mazoezi. Kwa moja activities iwe na sisi wanahabari wa Mwanza.